Bwana uliyewaita. Bwana watakatifu. Wachache watuondolee hii hama kiasi. Nakabidhiwa na archdeacons. Tafadhali chukue fursa hiyo sasa ili muweze kuwakabidhi. Baba mwenye heshima katika Mungu, tuwakuletea watu hawa wafanywe kuwa mashemasi. Ndugu, mnajua kuwa daraja ya ushemasi ambayo watu hawa wangetaka kukubaliwa kuingia ni daraja takatifu. Angalieni kwamba watu mnaotuletea wawe wa kufaa na wanaostahili kwa elimu yao na mienendo yao ya utakatifu kutenda huduma yao iwapasavyo kwa heshima ya Mungu. Imani yao iwe imejengwa kwa kuyatumia maandiko matakatifu ili waweze kutekeleza wajibu wa kulijenga kanisa la Mungu kwa heshima. Tumewauliza, tumewachunguza na tunaona ya kuwa ndivyo. Tunaweza kurudi kwa kiti chenu. Hao marudi watabaki bado. Ndugu hawa, tafadhali geuke muangalie kwa watu. Watazameni wote. Walio nyuma yao ni area deans ambao kuna majukumu wamekabidhiwa leo. Kwa hivyo walio na cassock black ndio tunafanya mashemasi. Wandugu, watu hawa wanaosimama mbele yetu wangetaka kukubaliwa kuingia katika daraja takatifu ya ushemasi. Akiwemo mtu miongoni mwenu ajuaye zuio lolote au hatia yoyote katika watu hawa walioletwa wafanywe mashemasi, hata haipasi kuingizwa katika huduma hii. Aje kwa jina la Mungu aonyeshe ni hatia gani au zuio gani. Mara ya kwanza, mara ya pili na mara ya tatu. Asante. Geukeni urudi kwako. Unaitamani kazi nzuri kama watenda kazi pamoja na Mungu, yawapasa kuiga mfano wa maisha ya Kristo, kusoma maandiko matakatifu yatakayo malisha na kuuisha nafsi zenu. Je, una uhakika kuwa umeitwa kuingia katika daraja hii takatifu ya shemasi? Ndiyo, nina uhakika. Je, uko tayari kuongozwa na mashauri ya askofu wako? Ndiyo, niko tayari. Na tuombe. Mwenyezi Mungu, mambo yote yaliyo mema uliyoamuru kwa Roho wako Mtakatifu, daraja mbalimbali za wahudumu katika kanisa, uangalie kwa rehema hawa watumishi wako wanaoitwa sasa kwa daraja ya ushemasi. Wajaze kweli ya elimu yako, wapande maisha safi ili wapate kukutumikia kwa amani, kwa maneno na mfano wao mwema katika huduma hiyo. Jina lako litukuzwe na kanisa lako lijengwe kwa kustahili kwake Yesu Kristo Mwokozi wetu, mtakatifu milele na milele. Amen. Amen. I now call upon the Chancellor so that he can read this team in making their declarations of canonical obedience and declarations of assent to the Constitution, laws and regulations
of the Diocese of Nyahururu. Sasa mtaangalia kule hata mkisonga kule karibu. Thank you, my Lord Bishop. Thank you, my Lord Bishop. I now have the pleasure to invite ile mic inamsumbua Chancellor. I now have the pleasure to invite George W. Obure to swear and make declarations. he will read the first declaration of canonical obedience. I, George Washington Obure, declare that I will pay true and canonical obedience to the Bishop of Nyahururu and his successors in all things lawful and honest. So help me God. Thank you. I now request you to say the declaration of assent. I, George Washington Obure, about to be made a deacon in the Diocese of Nyahururu, do solemnly make the following declaration. I assent to the 39 Articles of Religion and to the Book of Common Prayers and the ordering of bishops, priests, and deacons. I believe the doctrine of the Church of the province of Kenya, in the Diocese of Nyahururu, to be agreeable to the Word of God and in public prayer and the administration of sacraments. I will use the form in the said book prescribed and none other, except so far shall be ordered by lawful authority. So help me God. Asante sana. I now request you to make the declaration of assent to the laws and regulations of the Diocese of Nyahururu. I, George Washington Obure, do declare that I consent to be bound by the Constitution, laws, and regulations of the diocese and the enactments which have been made or which may hereafter be made by the diocesan synod or which may otherwise have full effect in the diocese. So help me God. Thank you very much. Tunapeana nafasi ya askofu. Yes, thank you. My Lord Bishop, and I will sign the Twitter. The declaration of canonical obedience. I, Captain Wanjiro Kariuki, I declare that I'll pay true and canonical obedience to the Bishop of Nyahururu and his successors in all things lawful and honest. So help me God. Thank you. Now make the declaration of assent. I, Captain Wanjiro Kariuki, about to be made deacon in the Diocese of Nyahururu, I do solemnly make the following declaration. I assent to the 39 Articles of Religion and to the Book of Common Prayer and to the ordering of bishops, priests, and deacons. I believe the doctrine of the Church of the province of Kenya in the Diocese of Nyahururu to be agreeable to the Word of God and in public prayer and the administration of sacrament. I will use the form in the said book prescribed and none other, except so far as I shall be ordered by lawful authority. So help me God. Thank you. Declaration of assent to the laws and regulations of the Diocese of Nyahururu. I, Captain Wanjiro Kariuki, I do declare that I will consent to be bound by the Constitution, laws and regulation of the diocese and the enactments which have been made or which may be hereafter be made by the diocesan synod or which may otherwise have full effect in the diocese. So help me God. Thank
Thank you. Please now sign. Thank you. I now call upon Harold G. Ichuki to come forward. To make the declaration of canonical obedience. I, Harun G. Gichuki, declare that I will pay true and canonical obedience to the Bishop of Nyahururu and his successor in all things lawful and honest. So help me God. And now the declaration of assent. I, Harun G. Gichuki, vouch to be made a deacon in the Diocese of Nyahururu, do solemnly make the following declaration. I assent to the 39 Articles of Religion and to the Book of Common Prayer, and of the ordering of bishops, priests, and deacons. I believe in the doctrine of the Church of the Province of Kenya, in the Diocese of Nyahururu, to be agreeable to the Word of God, and in public prayer, and the administration of the sacrament. I use the form in the said book prescribed, and none other, except so far as shall be ordered by lawful authority. So help me God. Thank you. I invite you to say the declaration of assent to the laws and regulations of the Diocese of Nyahururu. I, Harun G. Gichuki, do declare that I consent to be bound by the Constitution, laws and regulations of the diocese, and the enactments which have been made or which may hereafter be made by the diocesan synod, or which may otherwise have full effect in the diocese. So help me God. Thank you. Sign. Thank you. I now invite William W. Kariuki to come forward. I invite you to say the declaration of canonical obedience. I, William W. Kariuki, declare that I will pay true and canonical obedience to the Bishop of Nyahururu and his successors in all things lawful and honest. So help me God. Thank you. Now, I invite you to make the declaration of assent. I, William W. Kariuki, about to be made a deacon in the Diocese of Nyahururu, do solemnly make the following declaration. I assent to the 39 Articles of Religion and to the Book of Common Prayer, and of the ordering of bishops, priests, and deacons. I believe the doctrine of the Church of the Province of Kenya in the Diocese of Nyahururu, to be agreeable to the Word of God, and in public prayer and the administration of the sacraments. I will use the form in the said book prescribed, and none other, except so far as shall be ordered by the lawful authority. So help me God. Thank you. Now, the declaration of assent to the laws and regulations of the Diocese of Nyahururu. I, William W. Kariuki, do declare that I consent to be bound by the Constitution, laws and regulations of the diocese, and the enactment which have been made or which may hereafter be made by the diocesan synod, or which may otherwise have full effect in the diocese. So help me God. Thank you. I now request you to sign.
Thank you. I now invite Peter Mwangi Ngugi declare that I pay true and canonical obedience to the Bishop of Nyahururu and his successors in all things lawful and honest. So help me God. Thank you. We now make the declaration of assent. I, Peter Mwangi Ngugi, about to be made a deacon in the Diocese of Nyahururu, do solemnly make the following declaration. I assent to the 39 articles of religion and to the Book of Common Prayer and of the ordering of bishops, priests, and deacons. I believe the doctrine of the Church of the Province of Kenya in the Diocese of Nyahururu to be agreeable to the Word of God, and in public prayer and the administration of the sacraments, I'll use the form in the said book prescribed and none other, except so far as shall be ordered by lawful authority. So help me God. Thank you. Now, you make the declaration of assent to the laws and regulations of the Diocese of Nyahururu. I, Peter Mwangi Ngugi, do declare that I consent to the bound by the Constitution, laws and regulations of the diocese and enactments which have been made or which may hereafter be made by the diocesan synod, or which may otherwise have full effect in the diocese. So help me God. Thank you very much. Sign. Thank you. I now request Mary Kinuvia. Mary Mogore Kinuvia. I request you to say the declaration of canonical obedience. I, Mary Mogore Kinuvia, declare that I will pay true and canonical obedience to the Bishop of Nyahururu and his successor in all things lawful and honest. So help me God. Thank you. Now read the declaration of assent. I, Mary Mogore Kinuvia, about to be made a deacon in the Diocese of Nyahururu, do solemnly make the following declaration. I assent to the 39 articles of religion and to the Book of Common Prayer and of the ordering of bishops, priests, and deacons. I believe the doctrine of the Church of the Prophets of Kenya in the Diocese of Nyahururu to be agreeable to the Word of God, and in public prayer and the administration of the sacraments, I will use the form to this said book prescribed and none other except so far as shall be ordered by lawful authority. So help me God. Thank you. Now the declaration of assent to the laws and regulations of the Diocese of Nyahururu. I, Mary Mogore Kinuvia, do declare that I consent to be bound by the Constitution, law and regulation of the diocese, and the enactments which have been made or which may hereafter be made by the diocesan synod, or which may otherwise have full effect in the diocese. So help me God. Thank you very much. I now request you to sign here. Thank you very much. Now I request Elijah
Gogi Joroge come forward. I request you to say the declaration of canonical obedience. I, Raja Gogi Joroge, declare that I will pay true and canonical obedience to the Bishop of Nyahururu and his successors in all things hope and honest, so help me God. Thank you. Now the declaration of assent. I, Raja Gogi Joroge, about to be made a deacon in the Diocese of Nyahururu, do solemnly make the following declaration. I assent to the 39 Articles of Religion and to the Book of Common Prayer and of the ordering of bishops, priests, and deacons. I brief the doctrine of the Church of Province of Kenya in Diocese of Nyahururu to agreeable to the Word of God and in public prayer and the administration of sacraments. I will use the form in the God and in form in said book prescribed and none other except so far as shall be ordered by lawful authority. So help me God. Thank you. And now I request you to say the declaration of assent to the laws and regulations of the Diocese of Nyahururu. I, Raja Gogi Joroge, do declare that I consent to be bound by the Constitution, laws and regulations of the diocese and the encampments which have been made or which may hereafter be made by the diocesan synod or which may otherwise have full effect in the diocese. So help me God. Thank you. Now sign. Thank you. I invite Damaris Wangui Kariuki to come forward. Yes, I request you to say the declaration of canonical obedience. I, Damaris Wangui Kariuki, declare that I will pay true to the canonical obedience to the Bishop of Nyahururu and his successors in all things lawful and honest. So help me God. Thank you. Can you say the declaration of assent? I, Damaris Wangui Kariuki, am about to be made a deacon in the Diocese of Nyahururu, do solemnly make the following declaration. I assent to the 39 Articles of Religion and to the Book of Common Prayer of the honoring of bishops, priests, and deacons. I bring the doctrine of the Church of the Province of Kenya in the Diocese of Nyahururu to be agreeable to the Word of God and in public prayer and the administration of sacraments. I will use the form in the same book prescribed and none other except for as shall be ordered by law authority. So help me God. Now the declaration of assent to the laws and regulations of the diocese. I, Damaris Wangui Kariuki, do declare that I consent to be bound by the Constitution, laws and regulations of the diocese, regulations of the diocese, and the enactments which have been made or which may hereafter be made by the diocesan synod
all which may otherwise have full effect in the diocese. So help me God. And now I request Simon Mwaura Mwangi to come forward. Naomba tafadhali tukimie. Kimie tafadhali. I invite you to say the declaration of canonical obedience. I, Simon Mwaura Mwangi, declare that I will pay true and canonical obedience to the Bishop of Nyahururu and his successors in all things lawful and honest. So help me, Lord. Thank you. Now, I invite you to say the declaration of assent. I, Simon Mwaura Mwangi, about to be made a deacon in the Diocese of Nyahururu, do solemnly make the following declaration. I assent to the 39 Articles of Religion and to the Book of Common Prayer, and of the ordering of the bishops, priests, and deacons. I believe the doctrine of the Church of the Province of Kenya in the Diocese of Nyahururu to be agreeable to the Word of God and the public prayer and the administration of the sacraments. I will use the form in the said book prescribed and none other, except so far as shall be ordered by lawful authority. So help me, Simon Mwaura Mwangi, do declare that I consent to be bound by the Constitution, laws and regulations of the diocese, and the enactments which have been made or which may hereafter be made by the Diocesan Synod, or which may otherwise have full effect in the diocese. So help me God. Thank you very much. Please now sign. Thank you. I now invite Tabitha Wangari Wajiro to come forward. I invite you to say the declaration of canonical obedience. I, Tabitha Wangari Wajiro, I declare that I will pay true and canonical obedience to the Bishop of Nyahururu and his successors in all things lawful and honest. So help me God. Thank you. Now say the declaration of assent. I, Tabitha Wangari Wajiro, about to be made a deacon in the Diocese of Nyahururu, do solemnly make the following declaration. I assent to the 39 Articles of Religion and to the Book of Canon Prayers and of the ordering of bishops, priests, and deacons. I believe the doctrines of the Church of the Province of Kenya in the Diocese of Nyahururu to be agreeable to the Word of God and in public prayer and the administration of the sacraments. I will use the form in the said book prescribed and none other, except so far as shall be ordered by lawful authority. So help me God. Now, the declaration of assent to the laws and regulations of the Diocese of Nyahururu. I, Tabitha Wangari Wajiro, do declare that I consent to be bound by the Constitution, laws and regulations of the diocese, and the enactment which have been made or which may be hereafter be made by the Diocesan Synod, or which may otherwise have full effect in the diocese. So help me God. Thank you. Please sign now. Thank you. Chira, please step forward.
I request you to make the declaration of canonical obedience. I, Job Kamawachira, declare that I will pay true and canonical obedience to the Bishop of Nyahururu and his successors in all things lawful and honest. So help me God. Thank you. Now, read the declaration of assent. Job Kamawachira, about to be made a deacon in the Diocese of Nyahururu, do solemnly make the following declaration. I assent to the 39 Articles of Religion, to the Book of Common Prayer, and of the ordering of bishops, priests, and deacons. I believe the doctrine of Church of the Province of Kenya in the Diocese of Nyahururu to be agreeable to the word of God, and in public prayer and administration of sacraments. I will use the form in the said book prescribed, and none other except so far as shall be ordered by lawful authority. So help me God. Thank you. And now the declaration of assent to the laws, regulations of the Diocese of Nyahururu. Job Kamawachira to declare that I consent to be bound by the Constitution, laws and regulations of the diocese, and enactments which have been made or which may hereafter be made by the diocese and synod, or which may otherwise have full effect in the diocese. So help me God. Thank you. Now sign it. Job anapoendelea kuweka sahihi yake, tuna wawili ambao ni wageni katika uaskofu huu. Mmoja ni priest na mwingine ni deacon, na alikuwa kwa uaskofu mwingine. Kwa hivyo inawabidi wachukue kiapo cha Diocese ya Nyahururu. Ndio watafuata. Reverend Ibrahim Mukuru Bari. Mukuri Bari. I, Reverend Ibrahim Bari, declare that I will pay true and canonical obedience to the Bishop of Nyahururu and his successors in all the things lawful and honest. So help me God. Thank you. Now the declaration of assent. I, Reverend Ibrahim Mukuriambari, about to be accepted to be a deacon in the Diocese of Nyahururu, do solemnly make a following declaration. I assent to the 39 Article of Religious and to the Book of Canonical Prayer and of the ordering of bishop, priests, and deacons. I believe the doctrine of the Church of the Province of Kenya in the Diocese of Nyahururu to be edible to the Word of God, and the public prayer and the administration of the sacrament. I will use the form in the said book prescribed, and none other, except so far as shall be ordered by the lawful authority. So help me God. Thank you. And now, you say the declaration of assent to the laws and regulations of the Diocese of Nyahururu. I, Reverend Mbari, do declare that I consent to the board by the Constitution, to be bound by the Constitution, law and regulation of the diocese, and the enactment which have been made, all which may be hereafter be made by the diocesan synod, or all which may otherwise shall full effort in the diocese. So help me God. Thank you. Invite
Reverend David Kariuki Kara. I request you to read the declaration of canonical obedience. I, Reverend David Kariuki Kara, declare that I will pay true and canonical obedience to the Bishop of Nyahururu and his successors in all things lawful and honest. So help me God. Say the declaration of assent. I, Reverend David Kariuki Kara, about to be accepted as a priest in the Diocese of Nyahururu, do solemnly make the following declaration. I accept the 39 articles of religion and to the Book of Common Prayer and of the ordering bishop, priests, and deacons. I believe the doctrine of the Church of the Province of Kenya in the Diocese of Nyahururu to be agreeable to the word of God and in public prayer and the administration of sacraments. I will use the form in the said prescript and none other, except so far as shall be ordered by law authority. So help me God. Now make the declaration of assent to the laws and regulations of the Diocese of Nyahururu. I, Reverend David Kariuki Kara, do declare that I consent to the bound to be bound. I, Reverend David Kariuki Kara, do declare that I consent to be bound by the Constitution, laws and regulations of the diocese, and the enactments which have been made or which may hereafter be made by the Diocesan Synod, or which may otherwise have full effect in the diocese. So help me God. Thank you. Sign here. Thank you very much. I think we are through with that part. We'll now request. Endelea na maombi ya litania kwa lugha ya Kiswahili mlio na ratiba hizi. Tuko ukurasa wa 13. Taendelea nanyi mtajibu bahari penu. Ee Mungu Baba wa mbinguni, uturehemu maskini wenye dhambi. Ee Mungu mwana mkombozi wa ulimwengu, uturehemu maskini wenye dhambi. Ee Mungu Roho Mtakatifu utokaye katika Baba na Mwana, uturehemu maskini wenye dhambi. Ee Utatu Mtakatifu muhimidiwa mtukufu, nafsi tatu Mungu mmoja, uturehemu maskini wenye dhambi. Utasamehe ee Bwana dhambi zetu na uovu wetu, tutakase na damu ya mwana wako Yesu Kristo. Ulitakase kanisa lako ulilojinunulia kwa damu ya mwanao Yesu Kristo, ulifanye kuwa bibi harusi asiye na mawaa. Utusaidie Bwana mwema. Upende kuwaongoza maaskofu wote na makasisi na mashemasi wajue na kufahamu kwa kweli neno lako, ili walitangaze na kulieneza kwa kulihubiri na mienendo yao. Tunakusihi tusikie Bwana mwema. Upende kuyasikiza maombi na kuzibariki kazi za watu wote wanaojaribu kuwafundisha na kuwaongoza wale wasiojua kweli yako. Tunakusihi utusikie Bwana mwema. Upende kuwabariki wakuu wote wa serikali na kuwakirimia neema na hekima na ufahamu. Tunakusihi tusikie Bwana mwema. Upende kuwabariki hawa watumishi wako sasa katika daraja la ushemasi na kuwamiminia neema yako
ili wapate kuitenda kazi yao jinsi wapasavyo. Kanisa lako lijengwe kwa utukufu wa jina lako takatifu. Twakusihi utusikie Bwana mwema. Upende kuwaokoa watu wote walio na shida ya vita, wakimbizi, njaa, wafungwa na wagonjwa wote. Twakusihi uwaokoe Bwana mwema. Mwana kondoo wa Mungu, uchukuaye dhambi za ulimwengu, utupe amani yako. Mwana kondoo wa Mungu, uchukuaye dhambi za ulimwengu, uturehemu. I'll call upon the deacons now to be made, and the rulings and the archdeacons to come forward in the order that we tutaendelea. Wapenzi katika Bwana, daraja mlioitiwa ni ya maana na ni ya heshima kuu, kwa kuwa ninyi ni wajumbe na walinzi wa mawakili wa Bwana, kwa kuwatunza jamaa ya Bwana na kuwafuta kondoo wa Kristo waliotawanyika na watoto wake waliomo katika dunia hii iliyopotoka, waokolewe na Kristo milele. Kwa hiyo jitahidini kumtumikia Mungu na kanisa lake iliyonunuliwa kwa gharama kuu ya damu ya mwana wake Yesu Kristo, ili asije akapotea mmoja wa washiriki wa kanisa ile kwa sababu ya ulegevu wenu, bali jitahidini kuwalisha na kuwatunza katika imani yao, ili wafikie kimo cha utulivu wa Kristo. Mambo hayo hayawezekani kwa jitihada zenu. Kumbukeni maneno ya Paulo wa Korintho yasemayo, sisi tuwatenda kazi pamoja na Mungu tukiwezeshwa na Roho Mtakatifu. Hata hiyo haifai. Iko sawa? Iko sawa? Tumia hiyo, Reverend. Iko sawa hiyo? Iko sawa by the way. Yatakayoongoza maisha na mienendo yenu. Yafundisheni haya kwa washiriki wenu, msiwe kwanzo la aina yoyote, bali vielelezo andili kwa watu wote. Na sasa tutawahoji mbele ya mkutano huu, tujue makusudi yenu katika mambo hayo. Je, mwaona mioyoni mwenu kwamba mmeitwa kweli kwa mapenzi ya Mungu, ya Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa kaida ya kanisa hili kwa daraja ya ushemasi? Je, unaamini ya kuwa Mungu amekuita ukamtumikie katika kanisa lake? Je, unaamini ya kuwa maandiko matakatifu ni yenye pumzi ya Mungu na yanafaa kuwa mafundisho kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza na kuadhibisha katika haki, ili watu wa Mungu wawe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema? Je, utajitahidi kuyatengeneza maisha yako na maisha ya jamii yako katika elimu ya Kristo, na kulifanya mwenyewe na wao pia kuwa vielelezo vya kufaa kusudi la Kristo? Utamtii askofu wako na wahudumu wakuu wa kanisa na wale waliopewa uangalizi na amri juu yako, ukiyafuata maonyo yao kwa moyo na nia ya furaha? Okay. One after the other. Ila saba. Tunataka sasa, baada ya kuomba, ndio ule rodini ambao wako na baadhi la surprise yako, ndio atakubariki ama atakupatia ili uweze karibieni hapa, karibieni.
Uliyewaita watakatifu wako. Tusaidiane. Sasa msaidiane na hiyo au Bwana uliyewaita maombi ya kibinafsi. Pigeni magoti, pigeni magoti. Tafadhali Wakristo wote wacheni kupiga makelele tafadhali. Na hasa upande huu wa mkono wangu wa kulia. Kuna wengi pale wanafanya makelele, si vizuri. Tunataka hawa watu pamoja nasi tuwasaidie katika maombi. Kwa dakika moja wakimya wapate nafasi ya kuomba, kujiombea wao binafsi, nasi pia tulio katika ibada hii tuweze kusaidiana nao katika maombi. Usinipite Mwokozi, unisikie unapozuru wengine, usinipite Yesu, Yesu, naomba unisikie unapozuru wengine, usinipite. O God, ageless and eternal, you have never failed to appoint for yourself ministers to shepherd your people, to preach forgiveness and reconciliation, and to lead them into offering holy sacraments, sacrifices of praise, worship, and adoration. Look at these your servants whom you have called and sent apart for this very noble ministry. Fill them with the Holy Spirit for the office and work of deacons in this diocese. Grant that they may be faithful ministers of your word and the Holy Sacrament. Give them grace to endure the leaders of the office they now take. Sustain them and provide for their every need according to your perfect will for their lives. Bless their families and grant that they shall be supportive of the ministry in their midst. Now, Lord, our hands are cold unless they receive warmth from you, from above. Our church is empty unless it is church from above.
Come therefore and lay your hands on these people, granting them a fresh chance to go and exercise in the name of God the duties pertaining to this office. Hear these prayers, O ageless God, for the sake of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Amen. Can you now all stand? I request the area deans now to get back to their seats. And we have the archdeacons at this end now with the stools. Pokea amri ya kuitenda kazi ya ushemasi katika kanisa la Mungu unayokabidhiwa sasa, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Pokea amri ya kuisoma Injili katika kanisa la Mungu na kuihubiri wakati ufaao na wakati usiofaa. Amen. Pokea certificate yako ya kukufanya deacon. Pokea amri ya kuitenda kazi ya ushemasi katika kanisa la Mungu unaokabidhiwa sasa, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Pokea amri ya kuisoma Injili katika kanisa la Mungu na kuihubiri wakati ufaao na wakati usiofaa. Cheti chako cha kukufanya deacon. Pokea amri ya kuitenda kazi ya ushemasi katika kanisa la Mungu unaokabidhiwa sasa, kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Pokea amri ya kuisoma Injili ya Mungu wakati na kuihubiri wakati na ufaao na wakati usiofaa, kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Pokea amri ya kuitenda kazi ya ushemasi katika kanisa la Mungu unaokabidhiwa sasa, kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Pokea amri ya kuisoma Injili katika kanisa la Mungu na kuihubiri wakati ufaao na wakati usiofaa, kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Pokea kibali cha kuwa deacon katika uaskofu huu. Asante. Next. Pokea amri ya kuitenda kazi ya ushemasi katika kanisa la Mungu unaokabidhiwa sasa, kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Pokea amri ya kuisoma Injili katika kanisa la Mungu na kuihubiri wakati ufaao na wakati usiofaa. Katika cheti, unapokea cheti cha kubalia uwe deacon katika uaskofu. Pokea amri ya kuitenda kazi ya Mungu na kazi ya ushemasi katika kanisa la Mungu unaokabidhiwa sasa, kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
Pokea amri ya kuisoma Injili katika kanisa la Mungu na kuihubiri wakati ufaao na wakati usiofaa. Pokea cheti cha kukubalia kuwa deacon katika waskofu. Msaidie kuinuka pole pole. Ndio. Asante. Pokea amri ya kuitenda kazi ya ushemasi katika kanisa la Mungu unaokabidhiwa sasa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Pokea amri ya kuisoma Injili katika kanisa la Mungu na kuihubiri wakati ufaao na wakati usiofaa. Amen. Pokea certificate ya kukubalia kuwa deacon. Pokea amri ya kuitenda kazi ya ushemasi katika kanisa la Mungu unaokabidhiwa sasa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Pokea amri ya kuisoma Injili katika kanisa la Mungu na kuihubiri wakati ufaao na wakati usiofaa. Pokea certificate kukubalia kuwa deacon katika uaskofu huu. Pokea amri ya kuitenda kazi ya mshemasi katika kanisa la Mungu unaokabidhiwa sasa kwa jina la Mungu Baba, Mungu Roho Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Pokea amri ya kuisoma Injili katika kanisa la Mungu na kuihubiri wakati ufaao na wakati usiofaa. Certificate ya kukubalia kuwa deacon katika uaskofu. Pokea amri ya kuitenda kazi ya ushemasi katika kanisa la Mungu unaokabidhiwa sasa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Pokea amri ya kuisoma Injili katika kanisa la Mungu na kuihubiri wakati ufaao na wakati usiofaa. Pokea certificate hii ya kukubalia kuwa deacon katika uaskofu. Kuisoma Injili katika kanisa la Mungu na kuihubiri katika wakati ufaao na usiofaa. Napokea kibali katika Ibrahim Ofuria. Pokea kibali cha kutenda kazi katika uaskofu wa Nyahururu katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Reverend David Kariuki Kara, pokea kibali cha kukubalia kufanya kazi katika uaskofu wa Nyahururu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Karibieni hapa. My dear congregants, people of God, we present to these servants of God whom we have just made
today. Will you support and uphold them in their ministry? We will support them. I request all the clergy to stand. Diocesan clergy, please to the clergy. Dear clergy in this diocese, we present to you these newly made deacons. Do you receive them in your fellowship? Yes, we receive them gladly. Will you encourage them in their ministry? Yes, we will encourage them. Then come over and offer them a hand of help. Praise team, wimbo. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah, tumwambie Bwana asante. Oh, hallelujah, tumwambie Bwana asante. Oh, hallelujah, tumwambie Bwana asante. Piga makofi umwambie Bwana asante. Makofi umwambie Bwana asante. Tumwambie Bwana, 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 tumwambie Bwana. Oh, inua mikono umwambie Bwana asante. Inua mikono yako mwambie Bwana asante. Piga makofi mwambie Bwana asante. Makofi ya juu, hapa juu. Piga makofi mwambie Bwana asante. Sema tumwambie Bwana, tumwambie Bwana, tumwambie Bwana, tumwambie Bwana. Sema mwambie Bwana, tumwambie Bwana, tumwambie Bwana, tumwambie Bwana. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana? Haleluya. Oh, leo ni siku njema. Nimemuona Bwana. Leo ni siku njema. Simama, simama. Oh, nimemuona Bwana. Leo ni siku njema. Oh, nimemuona Bwana. Leo ni siku njema. Nimemuona. Leo ni siku njema Bwana. Leo ni siku njema. Nimemuona Bwana. Leo ni siku njema. Nimemuona Bwana. Leo ni siku njema. Leo ni siku njema. Oh, nimemuona Bwana. Leo ni siku njema. Leo ni siku njema. Nimemuona. Haleluya. Oh, haleluya, tumwambie Bwana anaweza. Tumwambie Bwana asante. Oh, haleluya, tumwambie Bwana anainua. Tumwambie Bwana, tumwambie Bwana, tumwambie Bwana, tumwambie Bwana, tumwambie Bwana asante. Oh, inachoma injili yo, inachoma injili ya Yesu, inachoma, oh, inachoma, nasema imepe. Koro yako ni la kina, koro yako inachuma, ini koro yako ikaiwa wewe. Wale wanaijua hiyo wako wapi? Ini koro yako, koro yako, koro yako ikaiwa wewe, ikaiwa wewe. Nitondo amo, nikorio horo wa wendo.
Of our salvation, as it is indicated in the book of Matthew, St. Matthew, chapter number 28, beginning to read from verse 16. Matthew 28. Na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya mpaka mlima ule walioagiza Yesu. Nao walipomwona walimshuhudia, lakini baadhi yao waliona shaka. Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimewapa mamlaka yote mbinguni na dunia. Basi endeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkawabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru nanyi. Niliyowaamuru nanyi, na tazama, mimi nipo mmoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. And this is the gospel of Christ. Okay, face the side. Songa hivyo, songa mwisho kiasi. Songa hivyo. Go into the world and make people of my disciples, baptizing them in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. I now commission you to preach the gospel, heal the sick, comfort the troubled, feed the hungry, and love the loveless. And surely the Lord will be with you always, to the very end of age. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Sasa nimewatuma hawa waende wakaeleze Injili.
Sasa nguvu yenu ni katika Mungu, kwa hivyo tegemeo lenu kila wakati ni kwake aliye msaada wetu. Thank you and God bless you. Give them a hand clap. Ongezeni kwa makofi, shangwe na vigelegele. Asante, asante, asante. As you stay standing now, you heard a song. Can you now present your song? A song you heard that you wanted to sing to the congregation. Yasikie ipandishe Bwana uinue kwa imani, nisimame nipande milima yote. Bwana sina tamaa nikae mahali pa shaka kamwe, hapo wengi wanakaa kuendelea. Naomba Bwana uinue kwa imani, nisimame nipande milima yote. Bwana unipandishe, nataka nipandishwe juu zaidi ya mawingu. Nitaomba nifikishwe, Bwana unipandishe, nataka nipandishwe juu zaidi ya mawingu. Nitaomba nifikishwe, Bwana unipandishe. Bwana uinue kwa imani, nisimame nipande milima yote. Bwana unipandishe, Bwana niinue kwa imani, nisimame nipande milima yote. Bwana unipandishe. Just before the offerings, I'll call upon the administrative secretary just before we do the offering. Wa askofu huu wa Nyahururu na askofu wetu wa askofu wa Kajiado, kwa sababu ya ibada hii tunashukuru kwa sababu ya kuwa nanyi na kufanya ibada kuwa inafaa sana. Tunataka kuwashukuru wachungaji wote ambao wamehudhuria ibada hii. Tunasema Mungu wa uzima awabariki. Tena tunashukuru Wakristo wote ambao mmetoka katika parokia zetu na wengine wametoka mbali. Nyinyi nyote Mungu wa uzima awabariki, awatende mema na hata wahifadhi katika upendo wake. Sasa wakati huu tunataka kufanya matangazo kwa yale mambo ambayo ni ya muhimu.
na sijui kama cathedral tunaye ama tugoje kesho. Na shidikon. Amen. Ashidikonaria ya Wanjohi. Ni kwa ashidikonaria ya Rukarau. Good or well. Wale ambao walimaliza kwota zao kwa mwaka uliopita wa 2021, sababu sitaki kupoteza wakati mwingi kuwaita mje mchukue mrudi, nitasoma na mtasikiza na mtapata majina haya ya parokia zenu, okay? Na mchungaji atakuja baadaye ili achukue certificate hii kwa niaba ya parokia yake. Equator Parish ni namba 11. Wapigeni makofi. Magumu Parish walikuwa namba 10. Kegajo Parish wakawa namba 10, wakashirikiana sababu hiyo. Kanyagia Parish walikuwa namba 9. Uhuru Parish namba 9. Gorika Parish number 8. Hangoe Parish number 7. Mairoinya Parish number 6. Wero Parish number 5. Oljorok Parish wakawa number 4. Rorie Parish ni number 3. Donyo Parish ni number 2. Na Cathedral Parish wakaongoza kama vile wanavyostahili kufanya namba 1. Asante sana. Kunao ambao wamefanya improvement, inaitwa nini improvement? Haya, ni improvement, tuache tu. Wale ambao ni namba 8 katika kitengo kile ni Tumaini Parish. Wakafuatwa na Ngalwa Parish, ni kutoka chini sasa kuja juu hivyo. Na Ngedioro Parish walikuwa namba 6 in improvement. Merangine Parish walikuwa namba 5 in improvement. Romuruti Parish wakawa namba 4 in improvement. Magumu Parish walikuwa namba 3 in improvement. Gorika Parish wakawa namba 2, sichomi percentage ya improvement, lakini iko Gorika Parish wakawa namba 2. Nao Pasenga Parish wakawa namba 1 katika msururu ule. Kija mtachukua certificate. Tunataka kuwatambua walio tutembelea, na kwa sababu ya muda tena nitawaomba mtuie radhi, lakini nitawatambua wote waliofika hapa wakiwa ni wageni pamoja nasi. Naambiwa kwamba Dr. Kimamera hapo huku. Ninyi ndio deacons sasa. Kisikia imeitwa deacons ni ninyi. Pamoja na wale wamefanywa canons, corrected canons. Karaoke to you all. Thank you. God bless you. Tuendelee kusimama kwa ajili ya shukrani na ukumbusho. Je, Baba yunasi? Je, Kristo yupo miongoni mwetu? Yupo. Je, Roho Mtakatifu yupo? Huyu ndiye Mungu wetu. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sisi tu watu wake tumekombolewa. Inueni mioyo yenu na tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni haki tena ni furaha kwetu kukushukuru na kukusifu wewe Baba Mtakatifu, Mungu uliye hai, mhukumu wa ulimwengu, muumba mwenye kuturukuzu, mwokozi na mpaji. Kutokana kwa mtu aliyekuwa wa kuhamahama ulijifanyia jamaa yako. Kwa taifa lililogandamizwa uliwapa kiongozi. Kwa taifa lililokosa mwelekeo ukawachagulia mfalme. Kwa watu waliokuwa wakaidi uliwatumia manabii. Na katika siku hizi za mwisho umetuma mwanao Yesu Kristo, mfano wako mtimilifu, kutuletea ufalme wako, kutudhihirishia mapenzi yako, kufa, kufufuka, kutawala na kujifanyia upya watu wako. Kupitia kwake umetumiminia Roho wako Mtakatifu kutujaza nuru na uzima. Kwa hiyo
sisi na malaika wakuu wetu wa kale waaminifu na wote walioko mbinguni twalitangaza jina lako kuu, tukikusifu daima tukisema, mtakatifu, 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 Bwana Mungu mwenye mamlaka na nguvu. Mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana aliye juu mbinguni. Twende kwa Yesu, mimi nawe. Mwenyezi Mungu milika vyote, tukushukuru kwa kumtoa mwanawe afe msalabani kwa ajili yetu. Sisi unatuia vyote, utumiminie Roho wako mfariji tunapomkumbuka mwanao Yesu Kristo alivyotuamuru kupitia viumbe hivi vya uumbaji wako. Ule usiku ule aliosalitiwa, alitoa mkate na kisha kushukuru akaumega, akawapa wanafunzi wake akisema, twaeni mule, huu ndio mwili wangu uliotolewa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Jioni akakitoa kikombe na kisha kushukuru akawapa wanafunzi wake akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndio damu yangu ya agano jipya, imewekwa kwa ajili yenu na kwa watu wengi kwa msamaha wa dhambi. Fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Ndugu na dada, kwa damu ya Kristo, kwa hivyo Baba wa mbinguni, utusikiae tunaposherekea agano hili kwa furaha, tukiongojea kurudi kwake Yesu Kristo Mwokozi wetu, aliyekufa kwa ajili yetu, akalipa fidia kamili ya dhambi za dunia mzima, sadaka timilifu iliyotosha. Ulikubali sadaka yake kwa kumfufua na kumpa utukufu katika mkono wako wa kuume huko mbinguni. Hii ndio karama ya Mungu. Zote hali tumeketi kama Mwokozi wetu alivyotufundisha, tunausajili tukiomba na kusema, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama sisi tunavyosamehe waliotukosa, usitutie majaribuni, lakini utuele na mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Twaumega mkate huu kushiriki mwili wa Kristo. Kikombe hiki cha baraka tunachokibariki, karibuni kwa imani na pokeeni kwa imani na tumaini. Kristo yu hai milele. Mwana kondoo wa Mungu, chukua dhambi za ulimwengu. Mwana kondoo wa Mungu, uchukue dhambi za ulimwengu. Mwana kondoo wa Mungu, uchukue dhambi za ulimwengu. Mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo uliotolewa kwa ajili yako, kulinde mwili na roho hata uzima wa milele. Kwa ule huu ukikumbuka kuwa Kristo alikufa kwa ajili yako, umle yeye moyoni mwako kwa imani ukishukuru. Na damu yake Kristo iliyomwagika kwa ajili yako, kulinde mwili na roho hata uzima wa milele. Unywe hii kukumbuka kuwa damu yake Kristo ilimwagika kwa ajili yako, uwe na shukrani. Amen. Mwendea Yesu kwa kusafiwa na kuoshwa kwa damu ya kondoo. Neema yake umemwagiwa, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo.
wanyama daima mkombozi, na uoshwe kwa damu ya kondoo, ya msulubiwa makazi, umeoshwa kwa damu ya kondoo, kuoshwa kwa damu ya Yesu itutakasayo ya kondoo. Karibuni nyote kwa imani, pokeeni sakramenti hii takatifu kwa faraja yenu. Amen. Hivi ndivyo tutakavyoenda. Tutakuwa na sehemu 4 ama nafasi 4 za kupata ushirika utakatifu. Kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Wamwendea Yesu kwa kusafiwa na kuoshwa kwa damu ya kondoo. Je, neema yake umemwagiwa, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Ziwe safi nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Wamwandama daima mkombozi, na kuoshwa kwa damu ya kondoo, yako kwa msulubiwa makazi, umeoshwa kwa damu ya kondoo, kwa damu itutakasayo ya kondoo, oshwa kwa damu ya kondoo, oshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, oshwa. Mungu mwenye enzi, Baba yetu ishie milele, tumeketi miguuni pako tukajifunza kutokana na neno lako na kula mezani pako. Twakushukuru tena twakusifu kwa kutukubali katika jamaa yako. Tufunue na baraka sasa, Bwana, tukaishi na kushuhudia katika uwezo wa Roho wako kwa Yesu Kristo aliyefufuka kutoka kwa wafu. Amen. Asante sana. Tunakaribia tamati. Mungu mtoa yote yaliyo mema, uliyapenda kwa wema wako mwingi, wakubali na kuwapokea hawa watumishi wako katika daraja mbalimbali katika kanisa lako. Bwana, twakusihi uanjalie wema na upole na unyenyekevu na bidii katika huduma ambayo watakutolea. Wawe na nia iliyo tayari kutii maonyo yote ya rohoni, ili wakiwa na ushuhuda wa dhamiri njema siku zote na kudumu siku zote imara na hodari, na katika mwana wako Yesu Kristo waendelee vema katika daraja hizi, hata waonekane kwamba wamestahili kuitwa katika huduma zinginezo katika kanisa lako. Kwa mwana wako Yesu Kristo Mwokozi wetu, kwa yeye pamoja nawe utukufu na heshima milele na milele. Amen. Na sasa amani ya Mungu ipitao fahamu zote iwalinde mioyo na nia zenu katika hali ya kumjua na kumpenda Yesu na mwana wake Yesu Kristo Bwana wetu,
Na baraka za Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu ziwe nanyi, zikae nanyi sasa na hata milele. Amen. 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 Tangazo hili Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa kitu. Hulaza penye majani mabichi, huniongoza kwa maji mazuri. Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa kitu. Hulaza penye majani mabichi, huniongoza kwa maji mazuri. Hakika wema nazo fadhili zitanifuata mimi, nitakaa nyumbani mwa Bwana. Hakika wema nazo fadhili zitanifuata mimi, nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. For your mercy never failed me. In all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so good, yeah. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Santi.
Wekirani nyamona, otire kirema
gikiro kiria Ngai akuruta limitations akwehereria hari utungata uria uratutungataga naguo na uratungataga andu a Ngai angikorwo urahingurite guoko nuthu Ngai akwira utambũrũkie guothe nĩ tondũ wa ũgoci wa rĩtwa rĩake. Ũguo nĩ tũkũ expect Reverend Tabitha marĩa tũronaga ũgĩka mega wĩke wega gũkĩra ũguo, na nĩ ngũhoya Ngai ũcio ũheanaga hinya na kaheana ũgĩ athiĩ na mbere na gũkũrathima. Gĩthomo kĩu ũrathoma nĩ ngenaga rĩrĩa kuona mũtungatĩri agĩcoka thukuru, tondũ nĩ njũĩ itihana iheo iria ingĩ kana ithomo iria ingĩ. Mũtungatĩri acoka thukuru athiaga kuongerera nĩgetha oke arathime andũ a Ngai. Ũguo Ngai wa mwaro kũrathima ũgĩthiĩ na mbere na your studies, aheane kĩrĩa gĩothe kĩrabatarania nĩgetha ũkahota gũtungata andũ ake wega. Ihoya rĩa mũico, na nĩ njũĩ nĩ tũkũnyitanĩra ta St. Peters, nĩ tũkũhoya nĩko Ngai atũhe matukũ maingĩ, atũhe mĩaka ĩngĩ igana ũna. Tũtikũhoya ũtũre gũkũ, no Ngai atũhe we mĩaka ĩngĩ igana ũna ũthiĩ na mbere na gũtũtungata wĩ Reverend, no na angĩgũkĩria gĩkĩro-inĩ kĩu kĩngĩ atũhe we ũtũtungate no tũgacokia ngatho. God bless you so much and congrats my sister. Amen. Thank you, Vice Chairman. Tũthiĩte na mbere wega. Nĩ tũrĩ na andũ marathiĩ kũraihu ma. Ndĩrageria kũrora program ĩyo tũkũmĩka, twĩna aria aingĩ, twĩna nginya ciana macirequestete kũgeithia Tabitha, angĩ mahoete kuga poem, ikundi mahoete kũina, nginya youth thaa ici maranjĩra no nginya tũine, ciana cia teens maranjĩra no nginya tũine, Ebenezer marauga no nginya tũine, ciana cia cukuru marauga no nginya tũine, atĩ igongona rĩrĩa mũtungatĩri Tabitha. Rĩu program ĩyo nĩ ndona nao agwĩkĩrĩrwo nao nĩ maingĩra, nĩ ndona aheshimiwa nao nĩ maingĩra. Rĩu hakinya hau mwĩtĩkĩra tũgũthiĩ nĩ tondũ nĩ tũgũthiĩ na nĩ tũrabatara kũrĩkia, no mwĩtĩkĩre ihinda rĩrĩ nyambe he mũirĩtu wĩtwo Gertrude tafadhali egũkinyĩte tene mũno, nĩ hoya Gertrude tafadhali harakisha auge poem, na poem ĩyo yake ĩngĩraiha njĩtĩkĩrie tũmĩtinie nĩ tondũ poem yako ikuwa refu sana, inawezekana tuikate. Sawa? Yeah. My name is Gertrude Mwangi. Christ is my personal savior. I'm standing here to celebrate the goodness of God in Evangelist Rhyme with a poem. Because it is a special dedication to her. My right audience, in front of you is the poet minister, ready to present a God-given poem entitled Celebrating the Goodness of God. May your faith be increased as you listen. Welcome. Today's celebration is a clear indication that God is a faithful God, a super faithful God to be precise. He is not a man to lie. He fulfills completely what he promises, the same way he has done to our beautiful sister's life. And that is why we are celebrating God's goodness today. God is not man, and no man is like God. God can do without a man, but man cannot do without God. What God can do, no man can do. Because the way she has exalted leverage tax, no man can. And that's why we are celebrating the goodness of God today. God has been tested and proven to be a faithful God. He alone is the qualifier of the disqualified. He is well able to transform useless people to useful people. His great power is able to change a nobody to somebody of value. His love and mercy are extraordinary because they are able to change from nothing to something. That's why we can start celebrating God's goodness in our spiritual man's life. Arise and shine, for the glory of God is upon you. Leverage tax, continue being humble, and God's mighty hand will exalt you. You are going far, for one day you will be an international minister. And through spiritual eyes, we can see you, that one day we will call you Bishop Tabitha. Because the goodness of God we are celebrating today is turning up to you.
heart for God. We are 100% sure that God will continue leading you, and He will take you from one level to a higher one. The Most High God will uplift you higher and higher, from glory to glory. God bless you, and may He enlarge you. You are more than a conqueror. We love you, but God loves you more. Thank you. Yes. Thank you, Hannah. Tutulinde na mbere wega maundu makuni maingi na metu maingi kwihoya ihinda riri ukaribisha mutungatiri Tabitha niwe ihinda riri riaku rata request ya Tabitha tono wega ona mukiigwira ona kiaragia. Yeah.
mutikege dio ni tondu wa wendo wa Kristo mwana ni arogocwo ndaigua kunyiha muno ni tondu wa wendo